Kazi ya uongozi haiwezi kuwa ni kutenga kuwa wana umoja wawe mbali mbali. Si kazi ya uongozi. Lakini na hasa mahala ambapo bado hamjakoma, bado mumo katika jitihada za kujenga, wakianza viongozi wa namna hiyo na tukawakubalia, tutagawanyika. Rwanda pale mwaka jana wameuana sana. Watu wale wazee, msidhani ni makabila mawili mbali mbali. Wanaitwa Wahutu na Watutsi. Ni Wanyarwanda tu. Ni Wanyarwanda. Hakuna makabila pale. Kuna kabila moja tu pale la watu Wanyarwanda. Juzi nilikuwa Bukoba. Nikaambia mwalimu, hapa tuna matatizo ya ukabila. Nikasema ukabila gani tena hapa? Juu ya Mkapa? Akasema hapana, Mkapa hana matatizo. Mkapa yeye atapata kura tu. Sasa kama si Mkapa tena mna matatizo gani hapa? Nyinyi wote si wa haya? Sasa hapana mzee. Hapa mjini hapa Wayoza. Na nchi Waziba. Sasa chama kimefanya makosa, kimeteua Mziba ndiye mgombea. Kwa hiyo Wayoza hapa wamekuja juu. Kwa nini tunaletewa Mziba? Wayoza wa mjini. Sasa sisi na nyinyi najua Wahaya ni Wahaya tu. Kumbe wenyewe wanajuana. Wako Wayoza, wako Waziba. Kwa hiyo wanaitana Wayoza wanasema sisi Wayoza, Waziba wanasema sisi Waziba. Wakigombana namna ile, utakuta hata Wayoza wale si Wayoza 100%, na wao wanamgawanyiko. Kuta na Waziba wale nao na wao wanamgawanyiko. Ndivyo ilivyokuwa Rwanda. Wote ni Wanyarwanda, wote ni Wanyarwanda, lakini wako Wahutu, wako Watusi. Si makabila. Kwa sababu kabila lazima liwe na lugha yake. Hakuna lugha pale kinaitwa Kitutsi au nyingine inaitwa Kihutu hata kidogo. Lugha yao ni ile ile Kinyarwanda.